Uhari gani Tanzania? Karibu Yegowasu TV, sauti ya jamii, na mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali ziwe za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter na X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini kisha cha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel ya kwetu, una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, nyuma ya kamera yupo Dekawa John. Leo tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 ndani ya manispaa ya Musoma mkoani Mara, kwenye ukumbi wa shule ya sekondari Musoma Ufundi linafanyika kongamano kubwa la vijana wa Musoma mjini. Lakini pia leo utafanyika uzinduzi wa vijana platform, na mgeni rasmi kwenye uzinduzi huu hapa anatarajiwa kuwa mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka. Vijana kutoka maeneo mbalimbali ya manispaa ya Musoma wamekutana hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza yale yanayowahusu kama vijana, ikiwemo kuweza kuzijua zile fursa ambazo kuzitumia kujikwamua kiuchumi, lakini pia waweze kuchangamkia ile mikopo ya 4% inayotolewa kwa ajili ya vijana. Endelea kufuatilia yale yote yatakayojiri kwenye kongamano hili kutokea kwenye ukumbi huu wa shule ya sekondari Musoma Ufundi, manispaa ya Musoma mkoani Mara. Leo tumekutana hapa, ni siku maalum, siku mahususi ambapo tunazindua kongamano la vijana. Hili kongamano maarufu sana linaitwa Vijana Platform. Hebu tueleni hapo, linaitwa Vijana Platform. Kongamano hili lilizinduliwa na Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais anayeshughulikia masuala ya vijana, Mheshimiwa Joeli Nanauka, na ikatolewa maelekezo ya kwamba sehemu yoyote ambapo mwenge wa uhuru utapita, siku 2 kabla ya mwenge ifanyike kongamano la vijana. Na leo tumekutana hapa ikiwa ni siku 2 kabla ya ile siku maalum iliyokuwa nasubiriwa kwa hamu, ambapo tunatarajia kuwa na mwenge wa uhuru siku ya Ijumaa tarehe 7 mwezi huu wa 8 2026. Mwenge wa uhuru oye! Mwenge wa uhuru safi! Mwenge wa uhuru wa mwaka huu, sisi Musoma manispaa tunataka tuwe kinara, tuwe namba 1. Na tunataka tuwe kinara, tuwe namba 1 sio kimkoa. Tunataka tuwe kinara, tuwe namba 1 mkoa wa Mara. Tunataka tukawe kinara, tuwe namba 1 kwenye kanda yetu, na tunataka tukashindane ikiwezekana kuwa kinara kitaifa. Na niwaambieni, mimi mkuu wenu wa wilaya, nina imani kubwa ya kwamba sisi Musoma manispaa tunaweza. Lakini tukirudi kwenye muktadha wetu wa kongamano, ndugu zangu, kikubwa mwenge unataka kuwa sehemu ya daraja la fursa za kiuchumi, hususan kwa vijana. Umri wa ujana ndio umri wa kutafuta maarifa, ndio umri wa kuthubutu, na kule nyumbani tunasema kuthubutu ndio kuweza. Nilikuwa nawaambia watu katika maisha ya ujana, kama hutothubutu, maana yake umeruhusu watu wengine wathubutu kwa niaba yako. Na niwaambie, yako maeneo nilikuwa nawauliza watu the biggest risk in life ni nini? Kila mmoja akaja na majawabu yake. Lakini tukikaa tukatafakari, the biggest risk in life is to risk nothing. That is the biggest risk in life. If you don't take risk, yani hapo wewe ndio umechukua riski kubwa. Kwa hiyo tafsiri yake ni moja katika maisha, hasa haya ya ujana. Kila tunachofanya, waliokuwa shule, maana yake kuna riski na kuna vitu wanavifanya. Baada ya
hajamaliza kuingia chuo, endeleeni kuthubutu. Kuthubutu ndio uweza. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye umri ambao tuliokuwa nao kama vijana, kila kukicha lazima tuendelee pia kuwa wabunifu. Lazima tuhakikishe tunaboresha mtandao tuliokuwa nao. Tukiwa na mtandao si tu imara, lakini mtandao sahihi, maana yake kwenye umri tuliokuwa nao ndio tutakapoweza kuvuka kongamano hili la vijana, kwa maana vijana platform 2026 ambalo linaambatana na maandalizi ya mwenge wa uhuru, lakini ni jambo ambalo linagusa fursa na maendeleo kwa vijana. Nimelifungua rasmi. Na heshima ishia hapo hapo. Maana yake ni kwamba kuna sehemu ambazo zilikuwa hazina upendo. Kuna watu ambao walikwisha kata tamaa. Hawa viongozi wetu, walimu wa vyuo, wanajua kwamba unafundishwa kwamba kuna watu walikwisha kata tamaa. Wakati baba wa taifa akitafuta uhuru, watu waliwaambiwa kwamba hamwezi kujiongoza wenyewe, hamjui kutengeneza hata sindano, hamjui kutengeneza hata sabuni. Watu walikuwa wanaogopa, lakini mwenge uwapelekee matumaini, upendo. Watu walikuwa wamegawanyika kama nchi zingine. Tanzania tutatumia lugha hii moja ya Kiswahili, katika nchi zingine wanatumia lugha mbalimbali, hawapatani. Kwa hiyo lugha moja iliweza kuleta upendo miongoni mwa Watanganyika. Sasa hivi tuliokaa hapa kuna Wagogo wapo, Wakuria wapo, Wazanaki wapo, Wajita wapo. Ukiwaona utajua ni nani Mjita hapa, unaweza ukamtambua? Hakuna, si ndio? Kwa hiyo mapendo yale, upendo uliingia mpaka mioyoni kwa wanadamu. Ni Mamlaka ya Mapato Tanzania, ni chombo ambacho kinahusika na ukusanyaji wa kodi. Hapa tulipo watu wote ni walipa kodi, na kama hujaanza kulipa kodi ile ya kawaida, basi ya direct, basi wewe ni mlipa kodi mtarajiwa, si ndivyo eh? Si tunategemea kupata ajira, si tunategemea kujiajiri, na Mungu atawabariki, mtapata ajira na mtajiajiri. Kwa hiyo mkiwa na vyote hivyo, tayari nyinyi ni wateja ama wakimbilia fursa za TRA. Kwa upande wa TRA tuna fursa moja ama mbili ambazo nitaenda kuzitaja. Kwanza kabisa, TRA sasa hivi ina dawati maalum la uwezeshaji biashara, tunaliita Trade Facilitation Unit, na dawati letu hili lipo mahususi kwa ajili ya kuwasaidia, kuwasikiliza na kuwatambua wafanyabiashara wote wadogo ama wale chipkizi na wengine wote ambao wanahitaji msaada kupitia TRA ama ndani ya TRA, ambao yamkini kwa namna moja ama nyingine walikosa msaada ama walikosa sehemu ya kusemea matatizo na changamoto zao. Kwa hiyo dawati hili lipo mahususi kwa ajili ya kuwasikiliza. TRA inatoa fursa ya upatikanaji wa TIN number, yani nambari ya utambulisho wa mlipa kodi. Kwa sheria ya nchi, kama umefikisha umri wa miaka 18 na kuendelea, unastahili kupata nambari ya utambulisho wa mlipa kodi. Unaweza ukawa ni mwanafunzi hapo, ukaenda likizo, ukapata kibarua cha kupata hela 1, 2, 3, wakukwambia leta TIN kwa ajili ya kukatwa labda pei, lazima uje TRA uje kupata nini? TIN. Na hiyo TIN ina matumizi makuu mawili. Matumizi ya kwanza ni matumizi ambayo ni ya kibiashara, na matumizi mengine ni matumizi ambayo si ya nini? Ya kibiashara. Mkopo ni nini? Mkopo ni fedha ambayo inatolewa kwa mtu au kwa kikundi cha vijana kwa ajili ya kurejesha, lakini pia ikusaidia kuendesha biashara yako. Na muhimu sana wamezungumzia CRB na vitu vingine kwamba mtapata mkopo, lakini kumbuka utarejesha. Nini cha kufanya ili uweze kufanikiwa? Kitu cha msingi naomba nikueleze ni sehemu zipi unaweza kupata mkopo. Fursa namba moja ni mkopo wa 4% kutoka kwa vijana, ambao fedha hii hutengwa na halmashauri 10% katika mapato ya halmashauri, ambao 4% inakwenda kwa vijana, ambayo 4% pia inakwenda kwa wanawake, na 2% kwa watu wasiojiweza. Sasa hapa nazungumzia habari ya 4% ambayo sasa mnapata vijana.
Sasa muhimu, utapata mkopo huu lakini unatakiwa urejeshe. Sasa naomba nikueleze mambo ya msingi. Kabla sijaendelea mambo ya msingi ya namna ya kutumia fedha za mkopo, naomba nikueleze fursa nyingine ya mkopo. Kama nilivyosema, utazipata CRDB, utaweza kuzipata SACCOS, utajiunga na vikundi utapata huko, lakini pia utapata kwenye vikoba, lakini sasa hivi kuna songesha na boostisha. Si mnajua songesha, lakini pia lazima urejeshe. Lakini pia kuna vikundi vya vijana, na sasa tutakuwa na wizara ya vijana, tutakuwa na platform ya vijana. Hongereni sana kwa leo kushiriki platform ya vijana. Platform ya vijana itawapatia mkopo. Lakini sasa jambo la msingi ambalo ni muhimu sana. Je, kwa sababu mkopo lazima urejeshe, si ndio jamani? Sasa mambo ya muhimu ya kuzingatia ya matumizi bora ya mkopo, lazima utambue fursa za biashara yako. Ya kwanza, tambua fursa ya biashara yako. Kwanza, utatambuaje fursa ya biashara yako? Moja, lazima ujiulize maswali yafuatayo. Je, kuna mahitaji gani katika sehemu husika na kwenda kufungua biashara hiyo? Lakini pili, lazima ujiulize, je, soko langu niliko wapi? Sawa ndugu zangu. Lakini pia lazima ujiulize, ni bidhaa gani muhimu zinahitajika katika sehemu husika. Ukijiuliza maswali hayo, utakwenda kutumia mkopo wako vizuri na ili upate faida. Namba mbili, jambo la kujiuliza ili kutumia mkopo wako sahihi. Namba moja, lazima kutengeneza mpango wa biashara. Mpango wa biashara ni muhimu sana, utakuongoza katika kufanya biashara yako ili upate faida na uweze kurejesha mkopo. Namba moja, katika mpango wa biashara jiulize maswali yafuatayo. Je, aina gani ya biashara nakwenda kufanya? Namba mbili, je, hiyo biashara itahitaji gharama kiasi gani? Namba tatu, lazima ujiulize, je, wateja wangu wako wapi? Leo nipo kwa ajili ya kuwezesha mada ya afya ya akili, ambapo imekuwa ni changamoto kubwa kwa kizazi hiki hasa cha sasa. Tuna matatizo mengi yanayohusiana na masuala ya afya ya akili kwenye jamii yetu. Ndipo tunapoona umuhimu wa kuwezesha mada hii kwenu, hasa vijana, kwa sababu ndio waathirika wakubwa katika kwenye kupata hizi changamoto za afya ya akili. Tunapozungumzia afya ya akili ya Shirika la Afya Duniani, ambapo wanasema kwamba asilimia kubwa sasa hivi kitakwimu, wanasema kwamba kwenye watu 7, yani mkitembea watu 7, mmoja kati yenu lazima ana changamoto ya afya ya akili. Hizo ni takwimu za Shirika la Afya Duniani. Lakini na pia kuweza kuishi na watu wengine vizuri. Hii ndio tunapoita nini? Tunaita afya ya akili. Lakini tunapozungumzia afya ya akili haitofautiani na afya ya mwili. The way tunavyo-treat afya ya miili yetu ndivyo tunavyotakiwa kufanyaje kutreat afya zetu za akili. Asante. Kwa jina naitwa Fabian Pendo Alois, ni kijana na ninashukuru sana kwa serikali yetu kutambua umuhimu wa vijana, kwa sababu vijana wengi tumekuwa tukipitia changamoto mbalimbali, ila kwa platform hii vijana platform ni platform ambayo nimeona ina manufaa makubwa sana kwangu mimi kama kijana, ikiwemo kuzitambua fursa mbalimbali zilizopo katika eneo langu, katika taifa langu, lakini kujua pia umuhimu wangu na ushiriki wangu pia katika jamii. Kwa majina naitwa Zabloni Mgini Haruna, ni kijana mkazi wa kata Mshikamano, mtaa Mshikamano, wilaya Msoma. Katika kongamano hili la vijana platform kuna mengi tumejifunza, nami kama kijana nimepata faida kujua kuna fursa mbalimbali. Kama vijana tumepata fursa, kuna mabenki mbalimbali yanayoweza kushiriki hapa kwa ajili ya kufunua fursa za vijana, na vile vile tumeweza kufunuliwa mambo mbalimbali mengi yakiwemo ya uwekezaji, vijana kujiunga katika vikundi mbalimbali. Kwa majina naitwa Sofia Paulo Bose. Kongamano hili limenifundisha vitu vingi, kwa mfano fursa za biashara, na pia limenifundisha fursa nyingi mbalimbali katika jamii, na pia nitakapotoka hapa nitaenda kuwafundisha na wenzangu ambao hawajafika kwenye hili kongamano waweze kujua fursa za biashara, mambo mengi. Naitwa Chausiku Manyama. Kwenye hili kongamano la vijana platform nimependa kujifunza
tumejifunza mambo mbalimbali kama mambo ya uchumi, kuwekeza na kufanya biashara, na jinsi ya kuwekeza pesa zangu na kuzitumia, na jinsi ya kujiendeleza mwenyewe na kujisimamia kwenye kila jambo ninalolifanya na kujiongoza binafsi. Na kwa majina naitwa Salma Musa Salumu. Kwenye hili kongamano nimejifunza mambo mengi kutokana na afya ya ustadi wa maisha, na pia kujua jinsi ya kujikontrol kihisia na kiakili, na pia kwenye masuala ya benki, kwenye kila taasisi ya benki, na tumeeleweshwa vitu vingi ambavyo sisi kama vijana tulikuwa wengine hatuvifahamu. Hii ilikuwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 2026 hapa kwenye ukumbi wa shule ya sekondari Musoma Ufundi Manispaa ya Musoma mkoani Mara, lilipofanyika kongamano kubwa kabisa la vijana, lakini pia umefanyika uzinduzi wa jukwaa la vijana, nazungumzia vijana platform. Vijana wameweza kujifunza mengi sana kwenye kongamano hili, ikiwemo fursa za kiuchumi, ni jinsi gani wanaweza kufaidika na mikopo ya 4%, lakini pia vijana wameweza kupata elimu kuhusiana na mambo ya afya ya akili na vingine vingi. Tulikuwepo hapa kukuletea leo yote yaliyojiri na umeweza kuyafuatilia kwa uzuri kabisa. Mimi naitwa Nado, nyuma ya kamera yupo Dekawa John. Hii ni Egowasu TV, sauti ya jamii.